Rais wa Urusi Vladimir Putin amekataa kusitisha vita kwa ujumla nchini Ukraine, akiridhia tu kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati. Baada ya mazungumzo yake na rais wa Marekani Donald Trump, Putin amekataa kutia saini mpango wa kusitisha vita kwa mwezi mmoja uliokubaliwa hivi karibuni kati ya timu ya Trump na Ukraine nchini Saudi Arabia, akisisitiza kuwa makubaliano ya kina yanawezekana tu ikiwa msaada wa kijeshi wa kigeni kwa Ukraine utasitishwa. Kituo cha habari cha BBC kinaripoti kuwa masharti hayo yamekataliwa na mashirika ya Ulaya, huku Marekani na Urusi ikiendelea na mazungumzo yanayotarajiwa kuendelea Jumapili huko Jeddah, Saudi Arabia. Mjumbe wa Marekani katika eneo la Mashariki mwa Kati, Stephen Witkoff, amesema kuwa licha ya Putin kukataa makubaliano mapana, pande zote zimekubali kuendelea na mazungumzo zaidi ya amani katika vita hiyo inayoendelea kwa mwaka wa tatu sasa. Urusi hivi karibuni ilifanikiwa kurejesha udhibiti wa eneo la Kharkiv ambapo kilikuwa limetekwa na vikosi vya Ukraine miezi 6 iliyopita. Matokeo ya mazungumzo hayo yanaashiria makubaliano katika msimamo wa Marekani, ambayo wiki moja iliyopita ilionekana kusisitiza usitishaji vita wa haraka. Hata hivyo, Trump na Putin wamekubaliana kuwa mazungumzo ya amani yataendelea mara kwa mara katika Mashariki ya Kati. Wakati wajumbe wa Marekani walipokutana na wenzao wa Ukraine mjini Jeddah, walishinikiza Kiev kukubali pendekezo la kusitisha mapigano kwa siku 30 ardhini, angani na baharini. Baada ya kukamilika kwa mazungumzo kati ya Donald Trump na Putin, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliwasili Helsinki, Finland kwa ziara rasmi na kusema kuwa Ukraine iko tayari kwa mazungumzo ya kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati, lakini inahitaji maelekezo zaidi kuhusu makubaliano hayo. Aidha, Zelensky alimshtumu Putin kwa kuendelea na mashambulizi, akidai kuwa Urusi imefanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani katika maeneo mbalimbali ikiwemo hospitali ya Sam na miundombinu ya umeme huko Ukraine.